Paulo shida yake kubwa ilikuwa ni spiritual ignorance, ujinga wa kiroho ambao ulikuwa ni unasumbua sana waumini. Alikuwa hapendi kuona na Wakristo wajinga ambao hawajui mambo ya Mungu, Wakristo wasioweza kupambanua maandiko matakatifu. Ndani ya makanisa aliyokuwa anayalinda, alihakikisha anawaombea wapate understanding, uelewa na wisdom, hekima, uwezo wa kukiweka katika vitendo kile walichokielewa. Lakini nasikitika kusema tunaishi katika kipindi ambacho kuna uibukaji wa kasi, mafuriko ya ujinga na utapiamlo mkubwa wa kiroho ndani ya makanisa ya siku za mwisho. Nenda kwa walokole, nenda kwa Wakatoliki, nenda kwa Wasabato, nenda kwa KKT, nenda kwa sijui wanaitwa Mennonite. Watu wengi tuko wabaridi sana. Tukitangaza kuna sherehe, watu tunajaa. Tukitangaza neno, mbio. Hata wanapojaa maelfu ya watu, mamilioni ya watu, hata wanajaa kwa sababu si ya kile ambacho Paulo analiombea kanisa la Wafilipi, anaombea na kanisa hili la Kolosai, ile spiritual growth, ukuaji wa kiroho. Wanakuja kwa sababu wanamtaka material things, vitu vya kimwili na si vya kiroho. Ni kuombea mtoto wa Mungu, Bwana akusaidie utoke kwenye Ukristo wa vitu uje kwenye Ukristo wa ukiroho. Maana ukiwa spiritually strong, ukiwa ni mzuri kiroho, hata kumeneji usimamizi wa hivi ambavyo Mungu amekupa inakuwa ni rahisi. Matatizo mengi yanayosababisha maelfu ya watu wanafurika kwenda kusaidiwa msaada wa kiroho yangetatuliwa ndani kwenye vyumba vyao vya siri wenyewe, kama wangejua siri ya somo la leo ya maombi ya kutokwa na ujinga wa kiroho. Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa ukosefu wa maarifa. Biblia inasema mwenye haki, mithali, ataponywa na maarifa, na kwa sababu wamekataa maarifa, uangamivu na wajia. Nataka nikutie moyo, tunaishi katika kipindi cha kufunga historia ya ulimwengu. Maombi ya watu, licha ya kutaka baraka za vitu na kuondolewa na mateso ya adui, nguvu kubwa ielekezwe katika ukuaji wa kiroho, ukuaji wa imani, ukuaji wa upendo, ongezeko la maarifa na hekima sahihi, na utaona matatizo mengi yanayeyuka automatically katika jina la Yesu.